lakini majibu yalirudi sio kansa, na Muhimbili walisema hawajaona ugonjwa wowote baada ya vipimo vyao. Kwa majina naitwa Saidi Mikidadi. Nasumbuliwa matatizo kama mnavyoniona, na uvimbe kwenye shingo. Nimezunguka hospitali zote za hapa Muhimbili, Labinsia, wameshindwa. Nimepata daktari kunishauri niende India, na tayari nishapata process zote za India, na gharama yake ni kubwa, inahitajika milioni 40. Kwa hiyo viongozi, Mama Samia Suluhu Hassan, wewe una mchango mkubwa kwa raia wako, naomba unisaidie kupitia mbunge wetu wa Ilala Zungu na mkuu wa mkoa Albert Chalamila. Naomba mnisaidie ili niweze kupata matibabu ya kwenda India. Naomba wananchi wote wenye huruma na mimi, naomba mnisaidie ili niweze kupata matibabu ya kwenda kutibiwa. Mimi bado ni kijana na nina nguvu bado. Naomba nipate uwezo wenu. Kila mwenye uwezo naomba anichangie ili niweze kupata matibabu ya kwenda India. Jina naitwa Jundan Mikdadi Abdalla. Ni mtoto wa 3 kuzaliwa katika familia ya watoto 4, wa kike wakiwa 2, wa kiume wakiwa 2. Kaka yangu ana changamoto ya uvimbe. Tumefika Muhimbili, wakamfanyia vipimo, wakachukua damu, wakachukua sampuli ya kinyama. Damu ilibaki pale kwa ajili ya maabara wacheki ugonjwa ni nini. Nyama ilipelekwa Ocean Road, wakigesi labda itaweza kuwa kansa. Lakini ili niweze kupata matibabu ya kwenda India. Jina naitwa Jundan Mikdadi Abdalla. Ni mtoto wa 3 kuzaliwa katika familia ya watoto 4, wa kike wakiwa 2, wa kiume wakiwa 2. Kaka yangu ana changamoto ya uvimbe. Tumefika Muhimbili, wakamfanyia vipimo, wakachukua damu, wakachukua sampuli ya kinyama. Damu ilibaki pale kwa ajili ya maabara wacheki ugonjwa ni nini. Nyama ilipelekwa Ocean Road, wakigesi labda itaweza kuwa kansa. Lakini majibu yalirudi sio kansa, na Muhimbili walisema hawajaona ugonjwa wowote baada ya vipimo vyao. Wakatugea dawa za kutumia tuangalie kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini zile dawa alitumia kadri kila siku anavyozidi, yani kila siku unavyozidi kwenda na ule ugonjwa unazidi kuwa mkubwa, yani unakuwa kidogo kidogo. Tukarudisha tena Muhimbili. Muhimbili wakamwangalia, wakasema bado hii kesi ni ngumu, wakatubadilisha tu dawa. Mimi sikukata tamaa, nikakaa na machinga wenzangu kwa sababu ule ugonjwa wanauona wenyewe. Wakasema bwana, tumchangieni tumbadilishie hospitali. Tukachanga pesa, tukapata kama milioni 1.5, tukampeleka Labinsia Tegeta. Akafanywa vipimo vyote vikubwa, wakaucheki ule uvimbe, wakasema upasuaji unawezekana, ambao gharama ya upasuaji ilikuwa kila kitu ni kama milioni 3. Tukamwambia tuko tayari kulipa gharama ya upasuaji. Siku ya upasuaji tulimpeleka, lakini baada ya kumwangalia tena ule uvimbe ulikuwa ushazidi sana kuliko tofauti na mwanzo tulivyokuwa tumempeleka. Kwa Labinsia wenyewe wakasema kwamba kulingana na hali yake na huu ugonjwa tukimfanyia upasuaji majibu ni mawili. Kwanza ni 10% ya kutoka kwenye chumba cha upasuaji. Pili, kama atatoka, shingo itabendi upande mmoja, mdomo utavutika na atakuwa anaongea kwa tabu sana. Tukarudi tukakaa kikao kama familia na watu wa machinga, tukasema hilo litakuwa ni gumu. Tuangalie njia zingine. Tukajaribu kupambana labda kwenye mitishamba, makanisani, misikitini, tuone labda ni issue labda za maombezi, lakini ikaja kashindikana. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye tunafanya naye sana kazi, ambaye ni daktari bingwa wa hospitali za Aga Khan, nikampa hii kesi, akamwangalia. Yeye akatoa akajaribu kuorganize na wenzake ambao wako India, wakajaribu kuiangalia hii kesi kwa umakini, wakasema ugonjwa hauwezi kufanyia upasuaji kirahisi kama watu walivyokuwa wanafikiria. Ugonjwa ni yani kuna mishipa membamba imepita katika shingo, ambao kuna mishipa fahamu, kuna mishipa ya kila aina. Kwa maana yake mkipasua tu vibaya tunaweza tukampoteza. Kwa hiyo akashauri turudi Muhimbili,
Muhimbili wamwangalie tena upya, kama ikiwezekana tupate referral ya kuelekea India, kwa sababu India walisema ule ugonjwa wana uwezo wa kufanyia upasuaji. Lakini kupitia yeye Dr. Abubakar akaniunganisha na daktari mmoja kutoka India, alikuja hapa Tanzania. Alivyokuja tukampeleka Muhimbili pale, akamcheki kumwangalia kwamba shida iko wapi. Baada ya kumwangalia kwa umakini akasema hii kesi inawezekana na tunaweza tukamfanyia upasuaji na akarudi katika hali yake kama kawaida. Watanipa majibu baada ya wiki moja baada ya kuchukua vipimo vyao na kuvituma kule. Kwa baada ya kuvituma wakaangalia kwa umakini wakasema upasuaji unawezekana, na jina la daktari ambaye atamfanyia upasuaji liliandikwa katika ile invoice kwamba gharama za upasuaji zilikuja milioni 40. Total gharama zote za upasuaji pamoja na makazi yake basi. Lakini gharama zingine zitakuwa ni juu yetu, kama usafiri, hiyo haikuwa included katika ile budget. Ile ni matibabu pamoja na maradhi yake ya kukaa kule kwa muda wa mwezi mmoja, ambao upasuaji walisema utachukua wiki moja. Hizo wiki 3 walisema za uangalizi kwa madaktari. Lakini juzi nilienda kumtembelea, na daktari wa India alisema kwamba kama itazidi miezi 3 hadi 2 huenda huyu mtu tukampoteza, kwa sababu ule uvimbe ni kama jipo, litakuja litapasuka, kwa sababu linakuwa kila siku. Kwa matatizo haya ambayo waliokuwa nayo, tulikuwa tunaomba msaada kama Watanzania wenzetu, wananchi wenye roho za huruma, jamii, viongozi, wafanyabiashara, watu wote na taasisi tofauti, hadi Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani una moyo wa huruma na upendo, unaweza kutusaidia katika hili, huyu mtu akapata matibabu ya haraka kabla ya huo muda, akaenda kutibiwa na karudi katika hali yake, akaja kuungana na Watanzania wengine katika shughuli za kawaida. Tunaomba mkuu wa mkoa wetu, mbunge wetu wa Ilala, mkuu wa mkoa Albert Charamila, tunaomba msaada wako. Mbunge wetu wa Ilala Musa Hassan Zungu, pia tunakuomba ukiwa kama mbunge wetu wa Ilala utusaidie katika hili, pamoja na mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam na mkuu wa wilaya. Tulikuwa tunaomba mulishughulikie hili kama mtavyokiona kimerushwa katika kipindi, basi tunaomba mtusaidie huyu mtu aweze kupata msaada wa haraka wa kwenda kutibiwa matibabu yake India.